taratibu zote pasipo kuzivunja, ili uweze kuonekana kuwa ni mtu bora sana kwenye ulimwengu wa sasa. Na nikakwambia jana kwamba dunia ya sasa inawahitaji watu ambao wana maarifa, sio wale walio na vyeti, sio wale ambao wana vyeti. Na ndio maana mkoa fulani, mkoa alikuwa lakini anatengeneza mashine, anatengeneza, yani ni mtu wa mechanics, lakini hajasoma, ameishia darasa la 7. Kwa hiyo ukiangalia ni uwezo na ni maarifa, sio cheti. Kwa hiyo unapojifunza haya mambo, maana yake lazima uwe tayari umeshatengeneza huo mlengo wa kufuata mambo yote yanayohusiana na utaratibu mahala popote ambapo utakuwepo na kwa kila kitu ambacho utatakiwa ukifanya. Na nikaorodhesha jana mambo ambayo tutayazungumza kuanzia leo na kesho pia katika kumaliza. Na jana nilianza na dress code. Nilianza na dress code kwa maana ya uvaaji. Nilianza na dress code au uvaaji. Kwa nini? Kwa sababu tunasema kwamba mavazi ni utambulisho. Kwa hiyo the way utavaa ndivyo ambavyo sisi tutakujua wewe ni nani hata kabla hujasema. Kwa hiyo ikiwa mavazi ni utambulisho, manake ni moja ya eneo ambayo inatakiwa uzingatie sana misingi ya uvaaji kwa utaratibu. Unapokuwa unahudhuria kwenye matukio rasmi au unapokuwa kwenye ratiba kadha wa kadha ambazo zinakutaka uweze kuapia kwa namna fulani kimavazi. Kwa hiyo unapovaa yale mavazi na aina ya kuvaa kwako itakutambulisha kwa wewe ni nani. Kwa hiyo hakikisha sasa unapovaa watu wa kutafsiri positively, wasikutafsiri negatively, kwa sababu mavazi yanatafsiri ama yanatoa taarifa na yanakupa utambulisho. Kwa hiyo jana nikaanza kukusema kwamba kiitifaki ni vyema kuvaa mavazi ya heshima, hususan ni yale yenye kustahiki shughuli husika na yenye staha kulingana na jinsia ya mvaaji, kwa maana ya mwanamke na mwanaume. Kwa hiyo mwanamke atavaa mavazi kulingana na jinsia yake, mwanaume atavaa mavazi kulingana na jinsia yake kwa mujibu wa taratibu na kutokana na aina ya shughuli ama aina ya tukio ambalo linafanyika sehemu husika. Tunapewa tahadhari kwa upande wa dada na wamama kwamba mavazi utakayoyavaa ni hakikisha unavaa nguo ambazo zinafunika sehemu zote zinazostahili kufunikwa, wadada na wanawake. Kwamba mavazi yote ambayo utayavaa sasa kwa mujibu wa utaratibu, kanuni ya kwanza ni kufunika sehemu zote za mwili ambazo zinastahili kufunikwa, sehemu ya kifua, lakini pia sehemu ya mapaja, kwa maana ya sehemu ya chini ya miguu. Kwa hiyo ni sehemu ambazo ni very sensitive, kwa hiyo ni lazima uzizingatie katika hali ya kujisitiri na kufunika pia. Kwa hiyo usije ukawafuata wengine, usije ukafuatisha namna ya dunia hii. Biblia inasema, si ndio? Namna ya dunia hii, kuna namna wadada huko wanavaa, kuna namna wanajiachia. Wewe usifanye hivi, kwa sababu unakuwa uko nje ya utaratibu, na utakavyotambulishwa, mavazi yatakavyokutambulisha, utakuwa ni sawa na wale wengine ambao kuna namna wanatambulishwa kutokana na wanavyovaa. Kwa hiyo unafunika hizo sehemu za muhimu na za msingi kwa wewe ambaye ni mdada. Sasa mara nyingi kwenye tukio ambalo ni rasmi huwa zinatolewa kadi za mialiko. Kwa hiyo kutokea hapo sasa usije ukaenda kwenye tukio rasmi kama hujaalikwa. Yaani usije kuhudhuria sherehe ikiwa hujafanyaje? Hujaalikwa. Au usije kuhudhuria tukio kama haujaalikwa. Kwa nini? Kwa sababu kila tukio linapofanyika linakuwa na mialiko. Kwa hiyo zinatolewa kadi za mialiko. Zile kadi huwa zinazungumza na zinatoa details kadhaa za tukio, venue, muda, lakini pia moja ya kitu cha msingi ambacho ni lazima kiainishwe ni pamoja na dress code. Huwa kinaainishwa ni rangi gani ambayo utapaswa kuivaa unapokuja kwenye tukio letu. Sasa ukishaainishiwa, manake nenda vaa kwa mujibu wa kadi ambavyo imekwambia. Nimekwambia jana, pengine ndio maana ulikuwa hupati mialiko kwa sababu hauna maarifa ya kiitifaki. Lakini leo unapata maarifa, kwa hiyo mwisho wa siku utaanza kupata mialiko ya kwenda kwenye dinner, kwenda kwenye lunch, kwenda kwenye cocktail. Amina, watumishi wa Bwana. Kwa hiyo vaa kulingana na shughuli husika kwa vile ambavyo kadi imesema. Sasa kwenye itifaki tuna namna mbili, tuna aina mbili za uvaaji. Ni formal
or national dress, formal or national dress, pamoja na smart casual. Formal or national dress, namba 2 ni smart casual. Formal or national dress ni yale mavazi sasa ambayo ndo tunaita suti. Ili suti ikamilike, inahitaji uwe na koti, uwe na suruali vinavyofanana rangi, uwe na shati pamoja na tai na kiatu pamoja na mkanda. Ikitokea umevaa suti, umevaa lakini kimojawapo kimepelea hapo, haujavaa suti. Kwa mtu anaweza akavaa huku safi, lakini chini asivae kiatu kinachoendana na vazi la juu, akavaa raba. Au ukavaa koti na suruali rangi 2 tofauti, hiyo sio suti. Au unaweza ukavaa koti, suruali viko safi na shati viko safi na kiatu mkanda viko safi, lakini hujavaa tai, hiyo sio suti. Nimekwambia suti maana yake ina hiyo combination, uwe na koti, uwe na tai, uwe na shati ambayo lina match, sio shati lolote. Kwa mfano mtu anaweza kavaa hii shati niliyovaa na akavaa tai. Hii shati niliyovaa mtu anaweza kavaa kachomekea na akavaa nini? Tai. Lakini kumbe aina ya shati linakutaka uvaaje. Kwa hiyo sio kila namna utavaa utasema nimevaa suti. Suti ni hiyo combination ambayo nimekwambia. Na yenyewe ina kanuni zake. Sasa pale unapovaa na kwa chochote ambacho utakuwa unakifanya. Ukivaa suti na koti lako lina single button, lina double button, lina triple. Single button unapovaa, unapokuwa umesimama au kutembea, kifungo unakiachia, unakifunga. Unaposimama au kufanyaje? Kutembea, unakifunga. Lakini unapokaa chini unakifungua. Ukiwa umevaa single button, kwa maana ya koti ambalo lina kifungo kimoja. Ukivaa koti ambalo lina vifungo viwili, kwa maana ya double button, ukiwa umesimama au unatembea, kifungo cha juu kinafungwa, cha chini kinakuwa wazi. Ukiwa umevaa koti la triple button 3, kifungo cha juu kinafungwa, cha chini, cha katikati hiki ni optional, kwa maana ni machaguo, ufunge ama usifunge, lakini cha chini lazima kiwe wazi ukiwa umesimama au unatembea. Lakini ukiwa umekaa, umevaa double, single au triple, unaachia koti lako usifunge ukiwa umekaa kwenye kiti kama jinsi ambavyo tumeketi. Lakini kitendo cha kusimama na kufanya movement au kutembea, kisha umefunga kwa namna ambavyo nimekupa hayo maelekezo. Sasa hiyo ni nation au ni formal, yani formal ndio hiyo suti. Mtu ambaye amevaa kaunda, ile sio suti. Sawa? Mtu akivaa kaunda, ile sio suti. Ile ni smart casual. Smart casual pia mfano mwingine ni katika namna ambayo utavaa sasa, mnaita kachumbari, lakini kachumbari ambayo haiathiri muonekano kwa rangi na kwa fashion husika. Smart casual. Kwa sisi tunatambua namna 2 tu za dress code. Formal lakini pia na smart casual. Casual hatuitambui. Casual ni kuvaa t-shirt, ukavaa suruali kiatu, hiyo ni casual. Ambayo sasa sisi hatuitambui kwenye eneo la itifaki. Na mavazi haya sio rasmi na hayapaswi kuvaliwa kwa mujibu wa itifaki. Jeans pamoja na kaptula. Jeans pamoja na kaptula sio mavazi rasmi. Kwa unapoenda kwenye tukio lote ambalo ni rasmi, usivae jeans au kavaa nini? Kaptura. Sio mavazi rasmi kiitifaki. Kwa hiyo vaa formal au smart casual. Na usichanganye rangi, ukawa na rangi nyingi kwenye mwili wako. Kwa mkaka au mwanaume ambaye unavaa smart casual. Lakini pia kwa wadada hawana complication nyingi sana. Though wanatakiwa wazingatie misingi ya rangi, lakini pia na namna ambavyo wanapaswa kuonekana. Kwa maana ya usivae mavazi ambayo yana rangi ambayo
Kwa mfano rangi nyeupe pe, na hapa ni kwa wote. Sasa mkaka, hutakiwi kushona suti yenye rangi nyeupe. Najua kuna wale ambao ni waimbaji sasa, wakivaa yale mavazi kuna namna, lakini kiitifaki ukisema suit, rangi nyeupe haipo suit. Lakini pia rangi ya njano usishone rangi ya njano, au rangi nyekundu usishone suti. Wale wakanda fulani kule mtanisamee, hii ni kwa mujibu wa itifaki iwe ni nyanda za juu kusini au kanda ya ziwa, kuna namna wakivaa wanasema isee, umeona nimetokelezea. Sasa ile inaathiri tukio na concentration ya tukio. Ukipita ama ukienda kwenye tukio utakuwa unaonekana wewe, maana yake utaharibu concentration ya tukio, na kwa vile ambavyo kutatakiwa kuwe na utulivu kwenye tukio husika. Kwa hiyo rangi nyekundu, njano, nyeupe, hizo suti usishone na usivae. Na wafundisha na ninyi wadada na wanawake, ili mtakapoolewa mwafundishe hao mtakaokuwa nao. Mtawaambia kwamba bwana, kwa mujibu wa itifaki hutakiwi kuvaa haya, kwa sababu utakutana na mtu ambaye yeye kwake jinsi safi tu anaenda, hana shida, lakini kwa mujibu wa itifaki na utaratibu, basi atatakiwa kufahamu hayo ili aweze kuwa smart kwenye eneo la itifaki. Sasa nikueleze rangi na maana zake. Rangi nyekundu hii ni rangi ambayo inaashiria nguvu au power kwa Kiingereza. Kwa hiyo unapovaa suti ukavaa tai nyekundu, manake wewe utakuwa ni mtu mwenye nguvu, utaonekana kuwa ni mtu mwenye nguvu na una authority kuliko mwingine yeyote. Kwa hiyo ndio maana tunashauri pia, unapoenda kwenye tukio lolote ambalo ni rasmi, hakikisha mkaka au mwanaume kuwa hauvai tai yenye rangi nyekundu. Lakini huku tumeshazoea, si ndio? Tumezoea, unaenda kwenye ibada, unaenda kwenye joint mass, unaenda si wapi umealikwa huko, wewe unatupia zako sababu unaonekana uko smart, lakini sio sahihi. Kwa hiyo unapaswa kuvaa rangi tofauti na hii, kwa maana ya ile tai. Kwa sababu ukienda kwenye tukio wewe ukiwa umevaa hiyo rangi, manake wewe ndo top, wewe ndo senior mahali pale. Na ndio maana hii hatushauri uende nayo kwenye interview. Ukienda nayo kwenye interview, manake wewe ni overconfidence. Manake wewe unasema ninyi hamnifanyi chochote. Kwa wale waliokaa kwenye panel watasema huyu manake ametudharau. Yeye amekuja akituonesha kwamba yeye ni overconfidence. Rangi ya pili ni blue. Rangi ya blue hii inaashiria amani na utulivu. Na ndio maana Umoja wa Mataifa wanaitumia hii rangi, amani na utulivu. Na hii rangi pia ukiwa unaenda kwenye interview, wewe mkaka umevaa zako tai au necktie, basi ukivaa safi, manake ni mtu ambaye unaashiria amani na nini na utulivu. Lakini pia rangi ya njano hii inaashiria uoga, inaashiria uoga, inaashiria uoga. Lakini maana nyingine, rangi ya njano ni rangi ambayo inaashiria uchangamfu. Rangi ya njano inaashiria uchangamfu. Rangi nyeusi yenyewe ina maana nyingi kutokana na muktadha wa kufanyika kwake, lakini ya kwanza ni security. Security kwa maana ya ulinzi na usalama. Ndio maana utawakuta wale ambao ni usalama sasa wanavaa hii rangi sana. Mlishaiona wamevaa blue? Mlishaiona wamevaa njano? Kwa nini? Kwa sababu hii inaashiria security, ulinzi na usalama. Lakini pia rangi ya kijani hii inaashiria
ukuaji au kuzaliwa upya. Kwa hiyo ukiwa una happy birthday, ukivaa hii rangi, hata kama usiposema, unatutambulisha kwamba ni siku yako ya kuzaliwa, ni kuzaliwa upya ama ukuaji. Lakini pia ni rangi ambayo inaonyesha umahiri au ujuzi. Kwa ndio maana baadhi ya timu huwa zinatumia hii rangi ya kijani zikiwa zinaonyesha umahiri na ujuzi. Lakini rangi hii inaashiria wivu. Rangi ya kijani, wivu. Rangi ya brown ambayo ni kahawia kwa Kiswahili, hii ina tafsiri confidence. Confidence. Na hii unashauriwa kuvaa unapoenda kwenye interview, kwa sababu utawaonesha wale ambao wapo kwenye panel kwamba uko na confidence na kazi unaweza kaifanya. Purple au zambarau pia ni rangi ambayo inaonesha kujiamini. Kujiamini. Kwa unapoenda kwenye interview unavaa pia hii tai yenye rangi ya purple. Pink, hii ni rangi ya waridi. Ukishasikia neno waridi huwa unaelewa, si ndio? Inaashiria mapenzi. Na hii rangi sio ya kutumika katika shughuli rasmi. Hii huwa inatumiwa na wapenzi wanapokutana kwenye tarehe zao za kutoka out. Kwa hiyo wanakuwa na hii rangi. Na ndio maana jana nikakwambia imeungamanishwa sana na jinsia ya kike, kwa vile ambavyo kuna namna kisaikolojia wao wapo. Kwa hiyo unakuta wanapenda sana rangi ya pinki wa dada. Lakini rangi ya mwisho ambayo ni ya chungwa, orange, hii ni rangi ambayo inamaanisha shauku. Ina tafsiri ya shauku au nia iliyo wazi. Au nia iliyo wazi. Kwa hiyo zingatia uvaaji. Unapokuwa umevaa, zingatia pia nini utafanya. Mtu usivae suti kwa unakula ovyo njiani. Nitafundisha kwenye tebomana. Amevaa suti mtu lakini anakula miwa, anakula karanga, yupo kwenye daladala hana shida, anapukuchua maganda, anapuliza anakula. Amenunua sijui ice cream, anakula. Ukivaa suti na heshima yake. Kwa hiyo sio popote ambapo utafanya chochote. Haupaswi kushout. Haupaswi kushout. Kuna namna tu suti na kutaka kuwa mstaarabu kwa nature ya vazi jinsi lilivyo. Ikitokea umevaa suti, hakikisha mkanda, kwa wakaka sasa na wanaume, mkanda unaovaa ufanane na kiatu, rangi ya kiatu. Ikitokea umevaa suti, kwa hiyo aina ya mkanda utakaovaa itatakiwa ifanane na nini? Na rangi ya kiatu. Kwa hiyo kama ni nyeusi, kwa hiyo mkanda na viatu vitakuwa na rangi moja, nyeusi. Usivae raba. Sawa kaka na wanaume? Usivae raba. Au umevaa suti kuna haujavaa viatu official. Usifanye hivyo. Sisi hatuendi kwa fashion za namna hiyo. Kwenye itifaki hatukutambui. Kwa unapaswa kuwa official na vaa vizuri. Lakini vazi la kitenge linakubalika. Linakufanya uwe kwenye smart casual. Linakubalika, kwa hiyo shona vitenge. Ila ushone kitenge ambacho hakitaathiri muonekano wako. Kikao kina maua mengi mpaka mkaka unaonekana kama mdada, kwa sababu ya mchanganyiko wa maua mengi. Lakini kwa wadada, mavazi nimekuambia hivi, kanuni kubwa ya mavazi kwa wadada ni kuhakikisha unajisitiri mwili wako.
wao hawana complication ya rangi, sawa, ila wapo limited kwenye fashion, kwenye rangi, kwa sababu ya nature ya mavazi yao ambavyo yanaundwa ama yanatengenezwa. Kwa hiyo utakutana na vazi ambalo lina rangi mbili, lina rangi tatu, kwa hiyo hawako limited kwenye eneo la rangi. Though nimekuambia unatakiwa ufuate kanuni. Sasa unapovaa vazi fulani lilingane na shughuli, au unaweza kuwa umesuka, unashindwa kuwa na utulivu kwa sababu muda wote nywele zipo kwenye uso, zipo machoni hapa, kwa muda wote lazima unafanya hivi. Lakini ukiwa katika namna tu ambayo itakufanya uwe comfortable, ukakaa kwa utulivu na nini, haina shida, unafanya hivyo. Au ukanyoa ukawa ni natural kama Mwana Praise hapo, safi kabisa. Au ukajifunga kilemba. Nani amejifunga kilemba? Hakuna aliyejifunga. Au ukajifunga kilemba kwa namna ambavyo ni ya kupendeza, safi kabisa, mambo yanakaa sawa kwenye eneo la dress code. Kwa hiyo zingatia uvaaji hivyo. Eneo la pili ni la sitting arrangement, ukaaji. Sitting arrangement. Utaratibu wa ukaaji unategemeana na hali ya tukio na kwa mpangilio wa viti ambao unapaswa kuwepo. Mkubwa zaidi au senior anakaa katikati na anakuwa na kiti cha tofauti na wengine. Anakaa katikati, na nimekuambia jana, uzuri nishaanza kuongea jana, tunatumia namba gani? Witili, kwa maana ya 1, 3, 5, 7, 9, 11 mwisho. Kwa hiyo hautakutana na high table ile front line. Na hapa tunazingatia itifaki kwenye front line, kwa maana ya mstari ule wa mbele. Kule nyuma mtu anaweza kukaa vyovyote vile, lakini hapa mbele tunazingatia utaratibu wa kupanga hivyo viti. Ndio maana tunaita front line, ndio ambapo tunazingatia hizo namba. Kwa hiyo ikifika 11 ni mwisho, kiitifaki hautaki kuzidisha. Kwa ndio maana hautakuta zaidi ya 11 kwenye ile mstari wa mbele. Zaidi utakutana na viti 9 au utakutana na viti 7 au viti 5 au vitatu au kimoja. Kimoja unamwona rais anapokuwa anafanya uapisho, anapokuwa Ikulu, anakuwa na kiti chake kimoja, manake ni namba 1. Kwa hiyo mkubwa akikaa katikati, anayemfuata kicheo anafuata kushoto kwake. Mkubwa akikaa katikati, anayemfuata anakaa kushoto kwake. Alafu sasa katika mpangilio, namna ambavyo utapangiliwa sasa kutokea hapo ni kwa namna ambavyo vyeo vinafuatana. Kwa maana amefuata huyu ambaye yupo kushoto kwake, ni mkubwa anamfuata ambaye yupo katikati, na huyu kuna mtu anayemfuata. Kwa hiyo anayemfuata, kama tumepanga viti 5, maana yake atahamia upande wa kulia. Anayefuata tahamia kule, anayefuata tahamia kule, basi namba inakuwa imekamilika. Wakati huo mkubwa yuko katikati. Na yeyote sasa anayekuwa miongoni mwa wanaokaa kwenye meza kuu au high table ni lazima kuzingatia itifaki ya ukaaji. Na mambo ya kuzingatia ni yafuatayo: 1, hakikisha unakaa sawa na mkubwa au mwenye cheo kikubwa kwa jinsi alivyokaa. Kwa hiyo usikae staili yako yoyote. Ukiwa kwenye high table, uwe ni nyuma, uwe kwenye front line. Usiweke 4, usipige 4 unavokaa kwenye high table, au usifunge mikono hivi, au umeegemea kiti hivi, umejiachia mwenyewe, unapunga upepo, umeachana vifungo, umekaa hivi, hiyo hairuhusiwi. Au umeinama, hairuhusiwi. Kwa hiyo hakikisha unakaa mkao ambao mkubwa au senior amekaa. Sasa ikitokea senior anabadilisha mikao, tuna mikao ya aina 2, kwa sababu huwezi ukawa unamfuata kainama na ukainama kainuka ukainuka. Kwa hiyo tuna mikao ya aina 2. Mkao wa kwanza ni wa kufunga mikono na kuweka juu ya mapaja yako. Practice sasa, fanya hivyo. Unafunga mikono hivi, alafu unaweka juu ya mapaja yako. Mkao wa pili ni mkono wa kulia kuwa juu ya paja la mguu wa kulia, na kushoto vivyo hivyo. Hiyo ni mikao miwili tu ambayo ukiwa kwenye high table unapaswa kukaa. Kwa hiyo usikae nje na huo utaratibu. Lakini zingatia kusimama wakati mkubwa na mwenye cheo kikubwa anapoingia na kupokelewa
Kwa hiyo usije ukawa umekaa ikiwa mkubwa anaingia au anapokelewa, kwa heshima ya ukubwa wake. Kwa hiyo pia zingatia kutokaa kwenye kiti ikiwa haujaruhusiwa kukaa. Kwa hiyo usikae tunasema mimi nimechoka kusimama ukakaa. Hairuhusi kwenye itifaki. Itifaki nakutaka uendelee kusimama mpaka uruhusiwe kukaa. Kwa mtu wa itifaki ataruhusu kukaa, nitakaa. Zingatia kusimama wakati mwenye cheo kikubwa anasimama kwa ajili ya kuhutubia au kuondoka. Kwa hiyo anaposimama unamfuata mkubwa. Kwa hiyo usikae kama mkubwa hajakaa, usisimame kama mkubwa hajasimama. Lakini simama ikiwa mkubwa amefanyaje? Amesimama au anafanyaje? Anaondoka. Huo ni utaratibu wa kitifaki. Kwa hiyo ukasema wale wanajiinua sana, mbinguni hatuendi, hatutakuwa hivi. Ni utaratibu ulishawekwa. Tuko hapa duniani. Na mpangilio sasa wa VIP, ABC na kadhalika, ile sasa ni watu maafisa. Kwa hiyo wewe unapoenda hakikisha unaelekezwa mahala pa kukaa. Usije ukaenda ukakaa tu mara ambapo haujielekezwa kukaa. Kwa sababu patakuwa ni pa uhusika ambao sio wa kwako. Kwa mwisho wa siku utaondolewa, itakuwa ni aibu kwako. Kwa make sure ukienda kwenye tukio kaa mahali ambapo utaelekezwa kukaa. Na ndio maana kwa mfano hapa lazima shemasi awe pale. Shemasi ni mtu wa itifaki kanisani. Na mimi itifaki imeanzia huko. Nilipokuwa na practice sana ushemasi. Nilikuwa naongea na mwenyekiti tukiwa huko. Nilipokuwa nafanya sana ushemasi. Ilikuwa nikija hapa nikikuangalia, nikikwambia simama kaa hapa, haunibishi. Kwa hiyo kutokea hapo sasa manake lazima shemasi akae pale ambaye atakuwa anawakaribisha na kuwaongoza watu mahali pa kukaa. Yaani hii ya kusema simama, sogea mbele, mtumishi wa Bwana usiwe na moyo mgumu, simama mbele, hivyo havitakiwi. Tukiingia kwenye taratibu za tukio, hizo tunaita ni noise ambazo zinaondoa ule utulivu wa tukio. Kwa hiyo mtu akiwa pale ambaye ni shemasi anaongoza, manake ni ambaye anatakiwa akae mbele hapa atakaa, naye anatakiwa hapa atakaa kwa kufuata utaratibu wa mpangilio jinsi ulivyo. Kwa hiyo shemasi lazima akae pale wapi? Pale mlangoni. Unapoingia kwenye ofisi ambayo sio ya kwako, ukishasalimia tu usikae kwenye kiti. Subiria ukiwa umesimama hadi pale ambapo utakaribishwa na mwenyeji wako kukaa kwenye kiti ambacho atakuelekeza. Na hicho ndo ambacho huwa kinatokea sana kwenye interview. Mtu anaweza kama ameingia pale, pressure nyingi, ameona amewekewa kiti pale, kuna maji hapo, kuna soda, basi akakaa tu akaendelea kuwasikiliza. Nimekuja sasa mniulize maswali. Lakini utapaswa kuingia baada ya salamu, kuwasalimia, utasimama kwa ajili ya kusubiri kupewa maelekezo. Pengine hiyo interview unatakiwa ufanyie usaili ukiwa umesimama na sio ukiwa umefanyaje? Umekaa. Sasa kitendo cha kukaa maana yake unajiondoa kwenye sifa za kusailiwa. Kwenye magari, ukaaji wa kwenye magari, senior huwa anakaa nyuma upande wa kushoto kutoka kwa dereva. Kwa hiyo dereva yuko huku kwa magari yetu sisi, anakuwa huku upande wa kulia. Kwa hiyo senior au mkubwa anakuwa upande wa kushoto nyuma, upande wa kushoto. Na kama na mlinzi na kadhalika anakaa mbele kwa ajili ya usalama na mambo mengine. Kwa hiyo usije ukavamia. Isije katokea siku napanda na mkubwa, sasa ikitokea sasa mnapanda zaidi ya moja na mkubwa, manake yeye atatakiwa kushift ama kuhama. Atatakiwa kae mbele, alafu wote ambao wanamfuata watakaa wapi? Nyuma. Sawa watumishi wa Bwana Sijui mnanielewa? Yes. Nimemaliza sitting arrangement. Nimekwambia kwenye namna ya kupanga sasa VIP A, VIP B, hiyo wanahusika sana maafisa. Na wewe utaenda ikiwa umealikwa na utaenda kukaa mahali ambapo unatakiwa ukae. Tunapokuwa na VIP zaidi ya moja, hatutapanga katika uelekeo unaofanana. Tutapanga katika uelekeo tofauti ili kutenganisha.
Kwa hiyo mimi ukinipeleka kwenye eneo lolote ambao hakuna watu kabisa na hakuna kiongozi yoyote, lakini kuna namna ambavyo wamepanga viti hivi, kuna VIP wameziweka, mimi nitakwambia sehemu anayokuja kukaa mkubwa ni pale, atakayefuata ni pale, atakayefuata ni pale, atakayefuata ni pale. Mpangilio wa viti na ile arrangement yote inazungumza ama inaonesha. Jambo la tatu ni utaratibu wa mezani. Utaratibu wa mezani wakati wa chakula. Utaratibu wa mezani huu ni ustaarabu au ni utaratibu ambao unasisitiza misingi ya kula. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo unatakiwa vifanye ukiwa pale mezani. Sasa ikitokea umealikwa kwenye dina, umealikwa kwenye dina, umealikwa si lunch au banquet imeandaliwa na nini, ukaenda kwa ajili ya kushiriki, fuata maelekezo ya kadi kwa namna ambavyo inakwambia, ikiwemo na dress code, muda, lakini pia na eneo, na unatakiwa kufika mapema ili upatiwe maelekezo ya sehemu ya kukaa. Kama umefika kwenye hilo eneo na inatakiwa mwanze kwa mchapalo, maana yake unapaswa kupata kinywaji. Nimekwambia jana ni cocktail, vinywaji. Unatakiwa unywe kinywaji ambacho wewe unakihitaji, na mwenyeji wako au mhudumu atakwambia vinavyopatikana. Kwa hiyo unapaswa kunywa kwa kiasi, pasipo kujiweka katika hatari pengine ya wale ambao wako huko, kwa sababu hii ni itifaki inafundishwa katika ujumla. Tunasema usijiwe katika hatari ya kulewa. Kwa hiyo usije ukanywa alafu mwisho wa siku ukajikuta sasa umelewa, ustaarabu unaondoka. Baada hapo zinaanza kuwa ni vurugu pale. Ukiwa kwenye eneo la vinywaji au mmeanza na vinywaji, hakikisha mkono wako wa kushoto ndio ambao umeshika bilauri. Mkono wa kushoto. Kwa hiyo shika kinywaji chako kwa mkono wa kushoto, alafu mkono wa kulia utauacha huru kwa ajili ya kusalimiana na watu wengine. Usinywe ukagugumia. Umepewa kinywaji ukanywa ukagugumia ukamaliza. Unakunywa kistaarabu. Baada ya hapo unakuwa unaendelea kusalimiana na watu wengine. Sasa unapofika mezani sasa kwa ajili ya chakula, kabla ya kuanza kula, kwenye meza utakutana na kitambaa chako. Kile kitambaa ambacho kinawekwa ni cheupe. Hicho kitambaa kuna sehemu mbili za kuweka, sio cha kujifutia mikono. Kile ni kitambaa ambacho utajiweka kwenye sehemu ya kifua chako au kwenye mapaja. Kwa nini? Kwa sababu ya usalama pia wa kulinda mavazi, ili chakula kinapoanguka kisichafue nini? Mavazi. Kwa hiyo utakifunga hapa, utakiweka vizuri, kitaning'inia hapa vizuri, alafu pia utakiweka kwenye mapaja. Ikiwa hapa utaona sio comfortable, kwa hiyo utakiweka kwenye mapaja. Na unapokuwa mezani unakaa mkao ambao hautakuwa yani hauta feel comfortable, kwa maana ya kwamba unaweza kaa umekaa mbali na meza. Ukikaa mbali na meza, maana yake itakulazimu namna yako ya kula uwe unainama kwa ajili ya kupata chakula ama kupeleka chakula kinywani. Lakini unapokuwa karibu, meza iko hapa, wewe ni rahisi kukaa katika utaratibu mzuri. Na ukiwa kwenye meza unapokula, mkono au mikono yako isiegemee meza hivi. Isiegemee meza. Zaidi mkono wako wa kushoto unapaswa kuwa kwenye paja la mguu wako wa kushoto, alafu mkono wa kulia ndio unakuwa pengine kama unatumia kijiko kula sasa ndio unakula au unapeleka chakula kinywani. Kwa hiyo usiegemee nini? Meza. Kwa sababu kitendo cha kuegemea meza utadisturb meza. Utaidisturb. Na kuna meza ambazo zinatengenezwa kwa mguu mmoja, si mnazifahamu eh? Kwa hiyo ukishaegemea maana yake utaidisturb meza, mwisho wa siku vinywaji vitamwagika au chakula kitashake, na hivyo mwisho wa siku kutakuwa hakuna utulivu hapo mezani. Lakini pia unapokula tumia vifaa vya chakula.
ukianzia nje ya sahani kwenda ndani ya sahani. Kwa hiyo hauli chakula umewekewa wali unaanza kuchota katikati, hata kama pana mchuzi, au unachota pembeni huku. Unaanza mbele ya sahani, kwa maana unaanza hivi kuelekea ndani ya sahani. Kwa hiyo utatumia vile vifaa ambavyo utakuwa umewekewa. Nilikwambia jana unaweza ukapewa chakula ukawa na uma pamoja na nini? Na kisu. Ndiyo, unapaswa kula. Usiseme hawa wanatuchezea, vijiko vyenyewe vimekuja na wazungu. Mimi ni nani? Ngoja niwaoneshe umwamba sasa wa kanda yetu. Baada ya hapo umenawa vizuri sasa, ukafinyanga finyango la kwanza, la pili, la tatu, kwa sababu tunakuta vyakula ni kidogo. Sasa ikitokea umeenda kujisevia chakula kwenye eneo la itifaki, tunasema si vema kujaza chakula kupita kiasi. Tunasema hivi, si ungwana kujaza sahani kupita kiasi. Sawa Kwa hiyo weka chakula ambacho unajua ni kawaida. Na ukienda kwenye maeneo ya chakula, unaenda kwenye buffet, kabla haujaanza kupakua chakula, angalia, observe chakula kilichopo pale, aina ya chakula kilichopo pale. Kwa sababu utapakua wali, utaona nipakua pilau kwa sababu sijara muda mrefu, umejaza. Baada ya hapo unaona mbele kuna ndizi za kuchemsha na ndizi za kuchoma. Utasema hizi sijai kula, utajaza. Mbele unaona kuna nyama choma ama zilizokaangwa, utaziweka. Alafu mbele yako unaona kuna kuku. Kwa mwisho wa siku utajikuta unajaza za mchuzi, unajaza sahani na inajaa. Sio ustaarabu. Kwa hiyo observe ile buffet, iangalie. Baada ya hapo jua nitachukua wali kidogo, nitachukua pilau kidogo, nitachukua ndizi moja, chipsi, nitachukua kuku kipande, nitachukua nyama finyango moja, basi nitakuwa nimemaliza. Lakini usijaze. Huku kuna ndizi umeweka, tikiti umeweka, siji kuna matango umeweka. Yaani chakula sahani inajaa mpaka inafurika, inamwagika. Unasema kwa kweli leo nalipiza kisasi. Kwa hiyo usijaze sahani. Kwa hiyo anza kutumia vifaa. Ikiwa una uma pamoja na kisu, uma kikawaida unashika kwa mkono wako wa kushoto na kisu unashika kwa mkono wako wa kulia. Na unaposhika kisu kwa mkono wa kulia, unashika kwa vidole vitatu hivi. Hivi vidole vitatu. Haushiki hivi. Unashika kwa vidole vitatu. Baada ya hapo sasa, kama ni chakula cha kukata utakata kwa kisu, baada ya hapo utatumia uma kwa ajili ya kupeleka kinywani. Lakini pia kama ni wali sasa, utatumia kisu kwa ajili ya kufanya kile chakula kiwe kwenye uma, alafu baada ya hapo utapeleka wapi? Kinywani. Ndivyo ambavyo unakula. Useme naomba niletee kijiko, yani hawa. Ikiwa kuna vinywaji pia, hakikisha sahani inapokaa hapa, vinywaji vinakuwa upande wako wa kulia, upande wa kulia wa sahani. Kwa hiyo usiweke kushoto, kwa sababu utafanya mistake ya kunywa kinywaji ambacho sio cha kwako, au mtu atakunywa kinywaji ambacho sio cha kwako, maana ni cha kwako wewe, kwa sababu umeweka kushoto, kwa sababu anajua kulia kwake ndipo kuna vinywaji vyake. Ikiwa unatumia bites zile, kwa mfano kama mandazi, chapati, usivilingishe chapati ukaishika ukaanza kuimega. Unakata kipande ambacho kinakutoshea kuweka kinywani na kutafuna na kula na kumeza. Iwe ni andazi pia, usishike hivi ukakata katikati ya kwanza, ya pili umemaliza andazi. Unakata vipande vidogo vidogo kwa kadiri ya vile ambavyo utaweza kutafuna kwa uhuru, alafu na kumeza na kisha kumaliza. Usile njiani, usile mahala popote. Unapohitaji kula, nenda mahali ambapo utakuwa na utulivu wa kula. Ndio maana tunaita table manner. Kwa hiyo chakula tunalia wapi? Mezani. Ndio maana tunaita table manner. Tunaita table manner. Mmenielewa watumishi wa Bwana Mmenielewa watumishi wa Bwana? Asante sana. Eneo la 4, nadhani la 4, salamu. Ni salamu kwa kushikana mikono. Tunaamini mahala popote ukienda, ukikutana na mtu mwingine utapaswa kusalimiana naye. Na ni vema na ni ustaarabu kusalimiana na mtu mwingine.
usijikaushe. Usiseme si ananiona atanisalimia bwana. Unapokutana na mtu mwingine utapaswa kusalimiana naye. Sasa namna gani ya kusalimiana naye? Kwa salamu za mikono. Unapoenda kusalimiana na mtu kwa salamu za nini? Za mikono. Ukienda ukimshika mkono huyo mtu, cha kwanza huo unajua hivi, unayeenda kumsalimia ana cheo gani? Ni mkubwa kwako au ni mdogo? Ikiwa ni mkubwa kwako kicheo, usitoe mkono kumsalimu, ila yeye ndiye atakayeanzisha salamu ya mkono, kwa sababu kitendo cha kufanya hivyo yeye anaweza kaukataa mkono wake na wala hajakosea, ila ni utaratibu. Kwa hiyo yeye ndiye ambaye atapaswa kuanzisha nini? Mkono. Sawa, watumishi wa Bwana. Baada ya kuwa umeshikana naye mkono, kule kushikana mkono hakutakiwi kuzidi sekunde 5. Kwa nini? Si huwa mnagandana? Umemshika mtu mkono, bwana si unaendeleaje? Za siku nyingi, mtu muda mrefu sijakuona, bwana endelea huko, ni umemshikilia mkono. Lakini haipaswi kuzidi sekunde 5. Na zile harakati za juu na chini haitakiwi zizidi mara 3. Kwa maana umemsalimia, kuna ile mnapandisha mikono, mnashusha, mnapandisha, haitakiwi zidi mara ngapi? Mara 3. Wengine hapo ndo masifa mengi anamshika mkono kiasi kwamba anataka uvunje au utoe kabisa kwenye bega. Haipaswi kuzidi mara 3. Baada ya hapo unasimama kwa ajili ya kuendelea naye na mazungumzo. Na unapoongea naye, sasa ndo kwenye ile conversation oili, unapozungumza naye unapaswa kumfesi machoni. Angalia macho yake, muangalie. Usiangalie pembeni, chini, juu, hapana. Angalia macho yake unapozungumza naye. Usione aibu. Na uwe na confidence hiyo ya kumwangalia machoni. Katika eneo hilo la salamu, hakikisha unatengeneza distance ya wewe pamoja na yule ambaye unamsalimu. Msio kwenye distance ya karibu sana. Inaondoa comfortability na mazingira au hali ya hewa inakuwa sio nzuri. Kwa hiyo unatengeneza walau mita 1 mpaka mita 2. Unasimama kwa ajili ya kufanya naye nini? Mazungumzo. Usimkaribie sana. Na wengine si huwa mna hug. Si ndio? Huwa mna hug. Kwa maana ya mnakumbatiana, si ndio? Sasa kukumbatiana, huwa zingatia wewe ni nani na unaenda kumkumbatia ni nani. Ni jinsia ya kwako ama sio ya kwako? Kama sio jinsia yako, kwa utaratibu hupaswi kumhug. Kama ni jinsia tofauti, na kwa maana wewe ni wa kike alafu yeye ni wa kiume, ukaenda ukafanyaje? Mtumishi wa Bwana, nilikumisi mwenzako, unaendeleaje? Mmehug. Sio sawa. Lakini ikitokea mkubwa ni mkubwa, yeye akataka kukuhug, manake yeye atafanya hivyo. Nikisema mkubwa ni mkubwa, kwa maana ya kwamba ni mkubwa kicheo pengine, au ni mkubwa kiumri, atahitaji kukuhagi, atafanya hivyo na wala sio shida. Lakini sio wewe ambaye mnafanana, ni rafiki yako, hivyo mwisho wa siku mkao kwenye hayo mazingira sio sawa. Unapokuwa umeenda na kwa ajili ya kutoa salamu, usiwe mcheshi kupita kiasi. Yaani umeshakutana na huyu tayari umeshamsalimisha, mjua, ukaenda kule hivyo, mwisho wa siku ukajikuta wote umeshawafikia. Usiwe mcheshi kupita kiasi unapokutana na mtu kwa mara ya kwanza. Natamani niongee vitu vitano leo. Alafu baada ya hapo tutamaliza vitu vingine siku ya kesho. Nimalizia na kitu kinachoitwa arrival and departure arrangement. Mpangilio wa kufika
na mpangilio wa kuondoka. Wewe unayempokea, kunakuwa na utaratibu wa kumpokea yule ambaye ni mgeni wako. Kwa hiyo kuna kitu kinaitwa receiving line huwa kinatengenezwa. Receiving line ni mstari wa kupokelea ikiwa mgeni anakuja. Na ule mstari wa kupokelea unakuwa na wa kwanza ambaye katika hao mlioko hapo yeye ndio senior na ni mwenyeji. Ni mwenyeji wa tukio, ni mwenyeji wa huyo mgeni anayekuja. Kwa hiyo ndiye atakayeanza kukaa hapo, baada ya hapo wengine wote kwa nafasi zao watafuata. Kwa hiyo mgeni anapofika atafikia kwenye hilo kapeti ambalo mmejipanga au mstari ambao mmejipanga, ataanza kutoa salamu. Tia ukiwa kwenye receiving line, anayetoa mkono ni mkubwa. Kwa hiyo usianze kutoa mkono. Haujaushika mkono wa rais na upo kwenye receiving line ukatamani kuushika. Pale wale waheshimiwa huwa hawakucheleweshi. Kwa hiyo watakuvamia tu, watakuondoa kwenye utaratibu. Utajikuta yani hali ya hewa imechafuka, uelewi sasa unafanyaje. Kwa sababu wakishakufikia tu pale hauelewi wamefikaje, na ukiangalia ni kama hujui yani hivi ni wakina nani sasa, mbona wameshanichanganya hivyo. Kwa hiyo